wa ta'ala. Tunasema al-Qur'anu fil manami, njozi ya Qur'ani unapokuwa usingizini, njozi ya kuiota Qur'ani unapokuwa usingizini. Tunaanza kwa kusema haya yafuatayo. Tunasema nukta ya kwanza, ikiwa muotaji wa njozi hii ya kuiota Qur'ani, ikiwa muotaji wa njozi hii kaota aya za Qur'ani zinazoelezea rehema yake Allah tabaraka wa taala, na ikiwa msomaji huyo wa aya hizi wakati huo ni maiti ndiye anayezisoma, yani wewe umelala ukawa unasikia kisomo cha Qur'ani na aya zinazosomwa zinaelezea rehema yake Mwenyezi Mungu, lakini muotaji mwenyewe, msomaji mwenyewe ni maiti ndiye anayesoma, wewe muotaji ndio unasikia. Subhanallah. Basi njozi hiyo inakujulisha kuwa maiti huyo yupo kwenye rehema ya la ilaha illa Allah. Ukamwona maiti ndio anasoma Qur'ani, na Qur'ani yenyewe inayosomwa ni aya zinazoelezea rehema yake, huruma yake Mwenyezi Mungu, basi njozi inakufahamisha kwamba huyo maiti ambaye ulimsikia akisoma hiyo Qur'ani yupo katika rehema yake la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu awajalie maiti wote waliofariki katika sisi, Mwenyezi Mungu awape kheri na baraka tele katika makaburi yao kwa uwezo wake na huruma yake subhanahu wa ta'ala, inshallah. Ama nukta ya pili, tunasema na kama muotaji akaota njozi ya aya za Qur'ani zinazohadharisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na akawa muotaji wa njozi hiyo ni mtu aliye hai, lakini basi tambua njozi hiyo, tambua huyo aliyeota njozi hiyo kuwa anatahadharishwa na kusongamana kwa madhambi katika maisha yake. Umelala, umeota njozi ya Qur'ani, ukasikia Qur'ani inasomwa, lakini maneno yale yanayosomwa ni maneno ya kutahadharisha adhabu za Mwenyezi Mungu, zinakataza, zinakemea, basi unatahadharishwa. Maana yake acha madhambi. Madhambi kwako yamekuwa ni makubwa sana. Mwenyezi Mungu anakupenda, mrejee la ilaha illa Allah. Tunasema mtu anapoota Qur'ani, sehemu ya tatu au nukta ya tatu, tunasema na kama mtu muotaji wa njozi ataota aya za Qur'ani zinazoelezea kubashiria, zinazoelezea kubashiria kwamba zinabashiria mambo fulani. Zipo aya ambazo ni ayatul bushra, aya za kubashiria, ndizo ukazokuwa unaziota usingizini, basi muotaji wa njozi hiyo